Ndio, Folia tafadhali mashkura ni mwanamichezo mwenzetu, karibu dimbani. Jina langu naitwa Cisco, njoo tuzungumze kwenye kisoka sofa bwana. Mambo ni mazuri kweli kweli na utakwenda kusikia mengi na mazuri, lakini kubwa zaidi ni ushindi wa klabu ya Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji. Namna ambavyo Young Africans wamepata ushindi mzuri, kiwango bora kweli kweli. Lakini hii inaashiria nini kuelekea kwenye fainali ya kubeba kombe kati yao dhidi ya timu ya Wekunda Msimbazi Simba Juni 25 bwana. Wanasema hayawi itakwenda kuwa asiye na mwana eleke jiwe. Hii unaambiwa tumwi mtoto dukani. Uko vizuri Steven Mapunda? Mimi niko vizuri, niko sawa bin sawia. Afya ni njema na haulalamiki. Yaani silalamiki bali namshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, wananchi wametuonyesha kandanda safi kweli kweli, ushindi mzuri na wametuonyesha namna gani wanautaka ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2024-25. Kwa namna ambavyo Young Africans wamecheza na jinsi ambavyo wamepata matokeo, unafikiri nini hasa ambacho wametuonyesha na picha gani wametupa kuelekea Juni 25 dhidi ya Wekunda Msimbazi Simba? Kilichotokea mimi nilitarajia kukiona kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao wapo Dar es Salaam Young Africa na ukifananisha na quality ambayo iko pale Dodoma Jiji, nilitegemea kuyaona matokeo ya aina hii. Lakini pia kitu ambacho kilini surprise zaidi, aina ya approach ya mwalimu ambayo aliweza kuingia nayo. Pasi na shaka kabisa alikuwa anataka apate pointi 3 muhimu, lakini baada ya kuhakikisha kwamba pointi 3 zimeshaingia, tulianza kuona hata aina ya mabadiliko ambayo alikuwa ameyafanya. Tunaona kabisa kwamba ni kwa namna gani alikuwa anaitengeneza timu kuiandaa kwenda kumaliza msimu, kwa sababu kama unavyofahamu Dar es Salaam Young Africa wana mechi 2 ambazo zimesalia na mechi zenyewe ziko tough kweli kweli. Wana mechi ya mwisho dhidi ya Mtani, lakini pia wana mechi ya kombe la shirikisho dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo nilitegemea kuona Mirudi akiingia katika approach ya namna hiyo. Lakini pia kwa matokeo ambayo yalikuwepo katika toka mechi ya kwanza kabisa, Yanga wanashinda goli 4 wakiwa ugenini, lakini nilitegemea kabisa kuona na hili linaweza likatokea ambalo limeweza kutokea. Kwa hiyo yote katika yote ni kwamba Dar es Salaam Young Africa anaendelea kusalia juu ya kilele cha msimamo wa ligi, wakati huo akiwa anasubiria mechi ya mwisho ambayo itakwenda kumpa ubingwa. Na hii imekuwa na kazi rahisi zaidi kwa upande wa Dar es Salaam Young Africa kwa sababu ana option mbili. Option ya kwanza ili aweze kuwa ubingwa aweze kushinda, option ya pili aweze kutoka sare. Kwa hiyo akiweza kupata sare au akiweza kushinda, moja kwa moja anakwenda kutawazwa kuwa bingwa wa mara 31. Kwa hiyo katika hili mimi nafikiri limekuwa la ushindi mkubwa zaidi. Lakini pia naiona kuna baadhi ya wachezaji ambao waandamizi ndani ya klabu ya Yanga wanakwenda kupata heshima kubwa. Kwa mfano ukimwangalia kama Kratos Chota Chama kwa kile ambacho kinaendelea, kwa ina maana kwamba kama akiwa na uhakika wa kuvaa medali ya ubingwa wa ligi kuu, kwa kile inakwenda kumtengenezea zaidi heshima kwamba ameshawahi kupata utawala akiwa na Simba, ana ubingwa wa NBC, lakini pia akiwa na Yanga pia amepata ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo hii pia kuna mambo mengi ambayo yanahanikizwa kwenda kuongeza furaha zaidi. Lakini pia mtu mwingine ambaye namuona akiwa anakwenda kupata furaha zaidi ni Haridi Aucho. Kwa sababu Haridi Aucho toka afike katika viunga vya Dar es Salaam Young Africa, yeye amekuwa bingwa kila msimu. Hajawahi kupoteza ubingwa katika kila msimu. Kwa hiyo pia naiona furaha upande wake pia ikiwa inajaa kweli kweli. Lakini upande mwingine ambaye naanza kuona kwamba furaha, kwa sababu nikiangalia ni mtu ambaye kwa sasa hivi Yanga ni timu ambayo inatazamiwa kuwa bingwa kwa asilimia kubwa kuliko timu nyingine, kwa maana kwamba yenyewe option zake zipo zaidi ya moja. Lakini kwa upande wa mpinzani wake Simba, yeye option yake ni moja tu, ni kupata matokeo tarehe 25. Kwa ndio maana tunajaribu kuangalia furaha ya upande wa Dar es Salaam Young Africa imekaa kwa upande gani. Ukimwangalia kama Maxim pia Zengeri toka afike Dar es Salaam Young Africa, yeye anaonja tu radha ya kuchukua ubingwa. Tunamwona Pacome Piedo Zuzua toka afike Yanga, yeye anaonja tu radha ya ubingwa. Tunamwona Djigui Diarra pamoja na Haridi Aucho, wao wanafanana toka afike Yanga misimu yote ni mwendo wa ubingwa. Kwa hiyo ina maana kwa wao sasa inakwenda kuwatengenezea kitu kingine katika karia yao, kwamba toka wajiunge na hii klabu wamekuwa mabingwa katika misimu yao yote wakiwa na hudumu ndani ya klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Kwa kitu ambacho naweza nikakitazama hata kwenye kupokea kombe la ubingwa,
Uwaga mara nyingi wachezaji tunaonaga wakienda na familia zao. Okay. Kwa ina maana kama ulienda na mtoto akiwa na miaka 2 kwa mara ya kwanza, ina maana kwenye ubingwa huu unaenda na mtoto akiwa na miaka 5 hadi 4 mpaka 6. Kwa hiyo ina maana kwamba mtoto naye pia unampa winning spirit kwamba mimi nimezoea kubeba makombe, mataji na kunyanyua makwapa. Kabisa. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho naona furaha imekuwa kubwa zaidi. Lakini pia ukiangalia hata atmosphere baada ya ule mchezo tuliona Yanga wakiwa wamefurahi kweli kweli. Yaani furaha yao ina maana kwamba waliona kwamba sasa tulichokuwa tunakihitaji kwa sasa tunakielekea mwishoni. Kwa hiyo kwa aina wachezaji waliopo Yanga wakiamua kucheza mchezo wa kudefense, ingawa sio nature yao, wana uwezo wa kuzuia wasiruhusu goli, kwa sababu tumeona katika ligi kuu miongoni mwa timu ambazo zimeruhusu magoli machache Yanga pia akiwemo. Na Diarra ingawa hana clean sheet kumzidi Kamara, lakini magoli ya kuruhusu Diarra bado ana muendelezo mzuri kwamba ameruhusu magoli machache zaidi. Kwa hiyo unaona kabisa kwa upande wa Yanga furaha yao ile inahanikiza kuelekea katika mchezo wa mwisho wa tarehe 25 bwana Sisco. Bwana na endelea pia kukupa taarifa nzuri na njema kweli kweli baada ya Young Africans kupata ushindi mzuri dhidi ya Dodoma Jiji. Vijana hawa kutoka pale Dodoma ambao walisafiri mpaka visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Amani Complex, na mchezo huo umetamatika kwa Young Africans kuibuka mbabe kweli kweli na kuibuka wakiwa na furaha kuelekea tarehe 25 mtani. Vipi, uko tayari? Maana wananchi wao wanasema wako kamili gani. Wakati unaendelea kupata taarifa hizi pia usisahau ya kwamba unayezungumza naye nyakati hizi ni MC. Mimi naitwa MC Sisco. Ili tufanye vyema basi hakikisha ya kwamba pia unaweka booking yako mapema ili sherehe yako tuifanye kuwa bora. Lakini pia je, unahitaji biashara zako tuzitangaze ziweze kuwafikia watu wengi zaidi kwa gharama nafuu? Jibu lako ni hilo hilo kwamba ngoja niwasiliane na Sisco. Na tunawasiliana vipi? Nipigie kupitia namba yangu ya simu ya 0782 055 044. Naomba kurejea tena, ni 0782 055 044. Bana, ukipiga hizo nambari za simu basi kila kitu kinakuwa kamili gari. Lakini iko taarifa njema bwana kutoka saluni bora ya kike, leo tutakuja kukujuza hapa ni brandi gani hiyo. Ili wewe mdada unayetaka kupendeza lazima ufike hapo upendeze. Basi stay tuned kwa sababu tunakuletea kitu ambacho si cha kubahatisha. Steven Mapunda, wakati tunafikiria namna ambavyo tuna introduce namna gani saluni hii ambayo bora kweli kweli kwa siku za hivi karibuni na inafanya kazi nzuri, tutazame sasa jicho lako la moja kwa moja kuelekea tarehe 25. Ukitazama aina vikosi vyote viwili, wekundu na Msimbazi Simba, Young Africans, tutakwenda kushuhudia ni mchezo aina gani, kwa sababu Simba wamekuwa kama wana mindset nyingi kweli kweli kuelekea kwenye hii game. Ukiangalia kwa upande wa Yanga unaona wao wamejidhatiti zaidi kuelekea kwenye mchezo, kwa sababu inaonekana focus yao ni kwamba kuna jambo ambalo wanalihitaji na wamejiandaa nalo. Lakini ukiangalia upande wa Simba bado kuna njia mbili. Kuna wengine wanasema mechi watacheza, kuna wengine wanasema mechi hawacheze. Sasa hii hapo Simba kuna taarifa nzito kweli kweli. Ndio. Kuna mjumbe wa klabu ya wekundu na Msimbazi Simba, ndio yeye afurahishwi na maamuzi ya Simba kwenda kucheza na baadhi ya viongozi ambao wamekubali hilo amegombana nao na kuonyesha msisitizo mkubwa. Ameleft kwenye magrupu yote ya Simba na hata kwenye grupu ambalo admini wa hilo grupu admini wa grupu Modewiji yeye ameleft hadi kwenye grupu la boss. I say sasa ni mjumbe gani? Nadhani hebu liwekee kaba kidogo. Ndio sema sura tutakwenda kumjua. Tumalizie na story ambayo umeanzisha, maana baada ya kuagusa kidogo kumgusa mnyama nikakumbuka bwana kuna mjumbe na huyo mjumbe ana ushawishi. Tuendelee kaka. I say basi ndio hivyo. Ukiangalia upande wa Simba bado wana mindset mbili tofauti. Ya kwanza tunacheza, wengine hatuchezi. Sasa ukiangalia hii inakuwa hakuna moyo mmoja wa kuweza kuweka mapambano, kwa sababu ukishasema hivyo maana yake kuna mchezaji namba 12 unakuwa unamvunja moyo kwamba sioni sababu ya kwenda uwanjani na hata nikienda uwanjani nitaenda kupoteza. Na nature hizi timu ukienda kupoteza uwanjani una jezi zako za Simba pale,
kidogo unaiona jezi inakuwa nzito. Ni changamoto. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba haina haja ya kwenda uwanjani. Kama hakuna haja ya kwenda uwanjani, maana yake unampa room mchezaji namba 12 wa timu pinzani kuweza kusogea uwanjani na kwenda kuipa kampani timu yake. Kwa hiyo kwa staili hiyo unaiona kabisa Dar es Salaam Young Africa ikiwa kisaikolojia inajiandaa vyema zaidi kuelekea katika huo mchezo. Na ingawaje mwanzoni niliwahi kusema kwamba inawezekana ikawa ni mind game kwa upande wa Simba, lakini nikiangalia Yanga kwa experience iliyokuwa nayo siamini kwamba kwa mind game hii inaweza ikamuini Yanga. Kwa sababu Yanga bwana, kwa aina ya kocha aliyokuwa naye, labda nikuulize bwana Sisco, lini umewahi kumuona kocha wa Yanga akishangilia goli au anaongoza alafu kimwangalia anatabasamu? Ni siku gani? Kwa hiyo ni kocha kutafuta hiyo picha ile akiwa anashangilia goli la Yanga. Yani huwezi kuona hata kama anashinda 5 kabisa. Yule baba ni katili kupita maelezo. Yani umuone akishangilia, umuone akitabasamu, umuone akizai sura yake muda wote unaona kama vile anahitaji jambo. Tena goli. Yes. Kwa hiyo hii kisaikolojia inaongea nini? Kisaikolojia ni kwamba huyu kocha mbali ya kwamba msimu ujao nina uhakika hata kuwepo Dar es Salaam Young Africa, lakini kuna profile ambayo anataka itengeneze ndani ya Dar es Salaam Young Africa, kwa sababu huko ambako anakwenda profile yake wameipenda, lakini pia anataka ongeze CV. Una nini? Tusema mimi bwana ndio nimechukua ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania nikiongoza klabu ya Young Africa na kuto kuruhusu kufungwa. Yani yeye toka nichukue timu ya Yanga sikuwahi kufungwa na mtu yoyote. Kwa hiyo yeye toka amefika ardhi ya Tanzania hajawahi kuruhusu kufungwa zaidi ya kupata sare. Nasema ni suluhu kwa sababu hawakuweza kupata sare ya kufungana magoli. Alipata suluhu zaidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo unaona kabisa muendelezo wake ni mzuri kweli kweli. Kwa hiyo kwa aina hiyo sioni lumu ya kwamba Yanga wanaenda wakaichukua kwamba sema hatuchezi basi itakuwa kawaida. Hapana. Hapo tu ni kuomba Mungu refaria amke vizuri, amke katika uzima wake, amke katika weledi wake, ili kusiwe na zile nyingi, ili kwa offside si offside, ili kwa penalty sio penalty, yani makosa ya kibinadamu yasipatikane. Tusiaone yale makosa ya kibinadamu. Basi tukaona kitu kizuri zaidi. Kwamba Yanga anapofanya kambi Zanzibar, anapokuja kwenye dabi anakuwa na hatari zaidi. Na ukitaka kuhanikiza hilo, rejea mechi ya Al Ahly na Yanga. Goli la utosi lilofungwa na Nadir Harubu Kanavalo. Yes, unamkumbuka mshikaji wetu Juma Abdul Jafari Mnyamani, mzee wa mimaji. Tulikuwa tukipiga naye story akiwa anatuhadisia ile maandalizi ya ile mechi, anakuambia tulipokuwa kule Zanzibar kule maandalizi yetu tukasema kwamba lazima tukamuue, na kweli tukaenda pale kwa Mkapa, goli la utosi 1, Al Ahly alikufa. Na hiyo ukiangalia katika dabi zote Yanga kienda Zanzibar, upande wa pili kumekuwa na changamoto kubwa sana ya kwanza kuielekea hiyo mechi. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba mechi itakuwa nzuri, lakini mimi naona uzuri naipa 70% Yanga watakuwa na mechi nzuri zaidi kuliko wa upande wa Simba Sports Club. Bana. Maneno mazito yamemalizia. Kabisa. Na mimi nikushukuru sana. Basi mimi nashukuru. Bwana, mimi naitwa Sisco. Baada kumsikia Steven Mapunda hapa akizungumza namna ambavyo tulishuhudia mchezo wa Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji, na Young Africans kuibuka kidedea na kuweka matumaini na akili zao zote kuelekea mchezo tarehe 25 dhidi ya mnyama klabu ya wekundu Msimbazi Simba. Je, Simba itakubali kufungwa mara 5 mfululizo na klabu ya Yanga ama shughuli itakuwa nzito? Ikumbukwe Simba na wao walianzisha kampeni huwezi kuchukua ubingwa bila kumkaba mpanzu. Yanga wanatakiwa kamkabe mpanzu ndio wachukue ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Simba wanasema mechi iliyoisha walifungwa kwa kujifunga na sio kufungwa kwa kufungwa. Sasa mechi hii Yanga hajipangi. Mimi naitwa Sisco, nyuma ya kamera yako Damian Mnyama. Kwa heri.